Naam, karibu tena tuweze kujifunza mada hii muhimu ili tuweze kujifunza Biblia pamoja. Topic yetu katika siku ya leo inasema hivi: What is the mark of the beast? Je, alama ya mnyama ni nini? Tunaenda kuangalia kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6. Inaanza hivi. Ufunuo 14 mstari wa 6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kila kabila na kila lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. 8. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkuu, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu na uasherati wake. 9. Na malaika mwingine wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele za malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Umesikia? Sasa jambo hili ambayo liko katika fungu hili linachanganya watu wengi, wakashindwa ya kwamba hii alama ya mnyama kweli ni nini. Na tunaona Biblia ya kwamba inaonya ya kwamba ukisoma katika huo malaika wa tatu anasema ya kwamba mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu. Ili tusije tukapatikana katika kundi hilo ambalo litaweza kuja kupata mapigo haya, ni lazima tuweze kufuatilia ili tuweze kujua hii alama ya mnyama ni nini, ili tuweze kujiepusha tusije tukaipokea hiyo alama ya mnyama. Sasa hebu natuulize wale ambao waabuduo mnyama, tuwaulize, je, hiyo alama ya mnyama ni nini? Wanasema wenyewe. Kitabu ambacho nasoma ni kitabu ambacho inaitwa Catholic Record, ambayo iliandikwa September 1, 1923. Iliandikwa September 1, 1923. Hii kitabu imeandikwa na wale ambao wanaoabudu mnyama na sanamu yake. Sasa wao wanasema hivi. Inasema hivi, Sunday is our mark of authority. Nataka msikize hapo hivyo. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transparency of the Sabbath observance is a proof of that fact. Yaani wanasema hivi, Jumapili ni alama yetu. Kwa hivyo Jumapili ndiyo alama ya mnyama. Jumapili ndiyo alama ya mnyama. Na wakati mwingi
ili fundisho linapofundishwa, naambia kwamba Jumapili ni alama ya mnyama. Wao wenyewe wamesema ndiyo alama yao, na kama haingekuwa hivyo basi hawangefanya ili ambacho wamefanya makanisa mengine yote kuwafuata na kuabudu, hawangeweza kufanya hivyo. Kwa hivyo wanasema kwamba kulingana na wao kanisa iko na mamlaka juu ya Biblia. Kanisa iko na mamlaka juu ya Biblia. The church is above the Bible. Je, unakubaliana na hayo? Kwamba kuna kanisa ambayo iko na mamlaka kuliko Mungu mwenyewe? Maana jinsi ambavyo tunajua ya kwamba Biblia ni neno la Mungu na liliandikwa kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu. Walioandika walifufiwa Roho wa Mungu, ndio wakaweza kuandika hayo maneno katika kitabu ambacho tunakisoma, ambacho ni Biblia. Yale yalikuwa yametangulia kuandikwa, yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa subira ya maandiko tuwe na matumaini. Unaona wapendwa? Sasa wao wanasema kwamba kanisa lao liko juu ya Biblia, liko na mamlaka kuliko Biblia. Kwa hivyo wanaweza kufanya vyovyote jinsi ambavyo wanavyotaka, maana kanisa hilo liko na mamlaka kuliko Biblia. Sasa tunaposoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza fungu la 4 mstari wa 1, inasema namna hii ya kwamba Roho anena wasi ya kwamba siku za mwisho wengine watajitenga na imani kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Inamaanisha namna hii, yaani hizo siku za mwisho ambayo ni sasa, wengine watajitenga na imani. Wengine watakapoamua ya kwamba watafuata jinsi ambavyo Kristo alivyokuwa anafuata na kuenenda, jinsi ambavyo Kristo alikuwa anaenenda, wengine watajitenga na imani, watasifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Mafundisho ya mashetani ni mafundisho ambayo yanayopingana na neno la Mungu. Ni mafundisho ambayo yanaelekeza watu kumwabudu shetani. Wengine wanamwabudu kwa kujua, wengine wanamwabudu kwa kutojua. Kwa hivyo wapendwa, Timotheo anapoandika kitabu hiki, alipoandika alionyesha mambo haya yakiwa siku za mwisho, ya kwamba wengine watajitenga na imani wakisifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na tukaonywa katika kitabu hiki cha Ufunuo katika mstari wa 11 ya kwamba mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu. Kwa hivyo kuna jambo pale ilisema kwamba na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, yaani kumwabudu mnyama, kumfuata na kumwabudu na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake. Tutakuja kujifunza zaidi ili tujue ni kupokea chapa katika kipaji cha uso wake ni vipi. Kabla hayo, ujue ya kwamba ikiwa unasemekana ya kwamba Jumapili ndiyo alama yao ya kuabudiwa kwa Mungu wao, ni Mungu gani huyu ambaye anayeabudiwa? Timotheo anatuambia kwamba watafuata shetani na kufanya nini? Watamfuata shetani na kufuata false doctrines, kufuata mafundisho ya uongo. Sasa haya mafundisho ya uongo ni yale ambayo tumeona ya kwamba yanawaelekeza watu ili kumwabudu shetani. Kuwekwa chapa katika kipaji cha uso wake ni kukubaliana na mambo yao, na katika mkono wako wa kuume ni kushirikiana pamoja na wao katika kuabudu mnyama. Mungu ambaye anayeabudiwa katika siku hiyo ya Jumapili, maana wanasema Jumapili ndiyo alama yao. Wanasema ya kwamba is the Trinity God. Wanasema hivi, we worship Sunday in honor of the Trinity God, not the living God. They worship the Trinity God, 3 in 1 God. Ukumbuke ya kwamba Mungu anaonya ya kwamba watu wamwabudu Mungu peke yake, wasije wakaabudu miungu. Mungu anachukia watu ambao wanaabudu miungu.
Sasa hapa wanapokuambia kwamba wanaabudu hiyo Sunday in honor of the Trinity God, they are not worshiping the living God, they are worshiping the Trinity God, 3 in 1 God. Ndio inaitwa Trinity. Kwingine wanaita utatu mtakatifu. Huo utatu mtakatifu ni ibada ya shetani. Sasa nisome kitabu ingine ambayo inaitwa Early Writings, page 261, paragraph 1. Inasema hivi: I saw that God has honest children among the nominal Adventists and the foreign churches. And before the plagues shall be poured out, ministers and people will be called out of those churches and will gladly receive the truth. Satan knows this, and before the loud cry of the third angel is given, he raises an excitement in the religious bodies that those who have rejected the truth might think that God is with them. He hopes to receive the honest, let them to think that God is still working for the churches. Ya kwamba kutakuwa na shaking, yani kutakuwa na ile hali ya kama kupingana, mvutano ya kwamba hili ndilo linafaa kufuatwa, hapana, hili ndilo linafaa kufuatwa. Katika siku hizi za mwisho kutatokea kwamba kuna msukosuko katika kanisa ambalo la Seventh Day Adventist Nominal Church. The Seventh Day Adventist Nominal Church is the church which is under General Conference of the Seventh Day Adventist Church, ndio inaitwa nominal. Itaonekana ya kwamba kutakuwa na msukosuko katika kanisa hili kabla ya mapigo 7 ya mwisho kumwawa. Mungu wako na watu wake katika kanisa hili na makanisa mengine, ili mapigo hayo ya kabla hayajamwawa, itabidi ya kwamba Mungu awaite watu wake ili watoke katika makanisa haya ambayo yanahubiri uongo, wakuje katika ibada ya kweli, ibada ya watu ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Those people who worship God in spirit and in truth. Unaposoma katika kitabu cha John 4:24 inasema kwamba God is a spirit, and those ones who worship him, true worshipers, they worship God in spirit and in truth. Worshiping God in spirit and in truth. God is the truth. God is a spirit, and Jesus Christ is the truth, the word of truth. So they will worship the Father and Son. Why? Unaposoma katika kitabu cha John 17 verses 3 inasema kwamba na uzima wa milele ndio wakujue wewe huu Mungu wa pekee wa kweli, pamoja na Yesu mwanaye uliyemtuma. So wale ambao wanaomwabudu Mungu wa kweli wanamwabudu Mungu na mtoto wake. Mungu na mtoto wake. Wapendwa, Mungu ako na mtoto. God the Father ako na mtoto. Ndio tunaambiwa katika kitabu cha John 3:16 nasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Lakini wanaoabudu utatu wanasema, la, hapana, hakuna Mungu mwana wa Mungu. Kuna Mungu mwana. Wao wakifikiri ya kwamba wampandisha Yesu daraja, akaonekana ya kwamba wamemheshimu, kumbe wamemdunisha, kumbe wamemtenganisha pamoja na baba yake. Wale ambao wamwabuduo Mungu halisi wanamwabudu katika roho na kweli. Na kwa roho na kweli ni aje? Tumeona katika roho na kweli, God is a spirit and the Son of God is truth. Mwana wa Mungu ni kweli. Kwa hivyo wanaabudu Mungu na mtoto wake. Wapendwa, sasa
tutaendelea kujifunza zaidi ili tuweze kuyaelewa mambo kwa undani zaidi, na ni kwa nini shetani anaonekana ya kwamba anapingana na neno la Mungu, na huku akiwapa watu sabato ingine kando ya bandia. Sabato siku ya kwanza akaihamisha kutoka siku ya saba hadi siku ya kwanza ya juma. Tutaona kwa nini. Wenyewe wametuambia ya kwamba Jumapili ni alama ya kumwabudu Mungu wao, Mungu huo watatu, the Trinity God. Je, wewe ambao unamwabudu the living God, je, wewe alama yako ni gani? Alama yako ni gani wewe ambaye unamwabudu Mungu katika siku ya Sabato? Ikiwa unamwabudu Mungu katika siku ya Sabato na huko ukiabudu Trinity, you are worshiping the Trinity on the Sabbath day, you are worshiping idols on the Sabbath day, utaangamia. Wacha tuambiane ukweli, kwa sababu muda haupo. Muda haupo katika upande wetu. Muda umekwisha. Kama unafikiria kwamba kuna muda hauko katika upande wetu. Muda umekwisha, na hizo ni siku za mwisho. Lazima tujiandae na tuonye watu ili waweze kutoka katika ibada ya shetani, warudi katika ibada ya kweli. Sio tu kwenda kanisani katika siku ya Sabato, lakini waweze kumwabudu Mungu kulingana na mpangilio wa mbingu, kulingana na mpangilio wa Mungu, wamwabudu Mungu wa kweli. Na ndio sababu unaona kila mahali katika siku hizi watu wanajaribu kuonya watu wa Mungu watoke katika ibada ya sanamu. Na hebu Mungu nazidi kuwabariki.